ole wangu Bwana wangu. Kuna watu wamekaa mahali wanaabudu kama vile hii kanisa hivyo ilivyo. Kanisa hili limetamani kupanuka katika hali zote. Wanamwambia nabii Elisha, tazama mahali hapa ni badogo kwetu. Basi twende katika mto Yordani tukakate miti. Na katika hali ile ya kukata miti, Biblia inasema mmoja wa hao watu ataendelea kusoma, hapa mahali ni badogo kwetu, twende tukatafute miti. Na mmoja wa wale wanaoenda, shoka lake likaanguka kwa maji. Sasa kumbe katika hali hiyo ya kutaka kupanuka kuna vizuizi. Sasa yule bwana alipoangusha ile shoka na ninakuomba, akafadhaika. Sasa hapa kuna mfalme ambaye alikuwa anapanga vita juu ya Israeli. Na Elisha nabii alikuwa yeye na mtu mmoja tu. Lakini alitamani sana ya kwamba huduma ile ikaweza kufunguka na kuwa viwango vya kumpendeza Mungu. Lakini kabla ifikie hiyo kiwango, kila wanapojaribu hatua kwa hatua, kuna mambo. Somee mstari mitatu alafu nihubiri. Soma tu mfululizo sasa. 12 nasema, mmoja wapo wa watumishi wake akasema, la bwana wangu mfalme. Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli kumwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba tazama yuko Dothani. Elisha anaona ile kambi ya wale bwana ambayo wamesababisha ile huduma haikui. Na sasa ripoti imemfikia mfalme. Na anasema, nendeni mkaangalie mahali yuko, ili mniletee habari. Soma tatu mwalimu. Nataka twende pamoja katika hiyo maandiko ndio tukaweze kuelewana. 14. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi. Hawa watu kwanza waliomba wapanuke. Lakini kulikuwa kuna mambo ambayo yanasababisha haiwezekani. Sasa hii imeanza kufichuka, ya kwamba mfalme ametuma jeshi waende wakaangamize Elisha ambaye anataka kusaidia Israeli. Na Elisha akiwa analala katika chumba chake cha ndani na mtu mmoja mtumishi wake. Mtumishi wake aliposikia haja ya kwenda nje usiku, akaona watu ni wengi wameuzunguka ule mji. Soma hiyo mstari. 13. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira ule mji. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Na walipo Amen. Tutaendelea. Nabii Elisha yuko katika maombi na mtu mmoja mtumishi wake ameenda katika mwaliko wa huduma ambayo haibanuki. Kuna vizuizi vingi ambavyo vimezingira ile huduma. Naye watu wakamuomba Elisha ya kwamba tusaidie, maana hapa mahali tunapokaa ni badogo. Elisha akawaambia, nendeni mkakate miti. Katika kuenenda, boriti likaanguka ndani ya maji. Baada ya Elisha kufanya muujiza wa lile chuma kuleolewa juu ya maji, tena walipoendelea na safari, mfalme wa Israeli akapanga vita juu ya Israeli. Na kabla vita vifanyike, akatuma habari ya kwamba kunawezekana kuna mtu mmoja ambaye anatoa siri ya maneno tunayoyapanga. Elisha akiwa amelala akaambiwa ya kwamba
kuna habari zimemfikia mfalme ambaye alikuwa amepanga vita juu yetu. Na mtu ambaye alikuwa yuko na Elisha ndani ya nyumba, aliposikia haja kwenda nje, akitoka nje aliona watu wengi, farasi wamezingira ile mji, na akasema ole wetu, maana tumekwisha, hawa watu hatutaweza kupigana nao. Akarudi akamwambia Elisha, huko nje ni kubaya mtumishi, tumekaa hapa lakini sisi ni kwisha, hakuna vile ambavyo tunaweza kuepuka, maana milima yote hapa kila mahali, hakuna vile tunaweza toka. Hiyo vita ambavyo vilikuwa vinasababisha haiwezi panuka, hiyo vita ambavyo ilikuwa inasababisha wamekaa mahali padogo, vimeanza kujulikana, kwa sababu Bwana ametumana mtu ya kwanza kuwaombea wale watu. Na baada ya Elisha kumwambia yule mtumishi wake ya kwamba usiogope mpendwa, angalia walio upande wetu. Baada ya Elisha kumuomba Bwana ya kwamba Bwana mfungue mtu macho huyu, aone vile ambavyo wewe ni Mungu mkuu na jinsi ambavyo utaenda kutusaidia, maana ili tukaweze kupanuka ni lazima kuna watu ambao watatusaidia katika kupigana hizi vita, ili ukaweze kutoka mahali ulipo, ili huduma hii ikaweze kutoka mahali ilipo mpendwa, mpaka kuna watu ambao watajitolea kufa kupona kwa mali na hali na maombi, ili ikaweze kupanuka. Haleluya, haleluya, amen. Maana haijaanza juzi, lakini je, kila tukijaribu inainukanga vitu vingine tu vidogo vidogo, kama kale kashoka kakaanguka kwa maji, na hiyo ikasongezwa mbele. Lakini Elisha akawaambia yule mtu ya kwamba Mungu ametumana jeshi lake ili likaweze kutufanyia njia, na akaomba Mungu ya kwamba watu hawa wapike upofu. Hakuomba wawe. Kuna maombi, kila kipindi kina maombi yake. Kunaweza ingia kwa maombi nikaomba Mungu auwe watu, na kunaweza ingia kwa maombi nikaomba Mungu awaokoe. Vile unaweza omba Mungu akupovushe, inategemea ni kipindi gani. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Si kila wakati ni Mungu wasaidie, hakuna kitu kama hiyo. Haleluya, amen. Kila wakati na maombi yake. Hata wewe mwenyewe umesema kila wakati na jambo lake. So wakati wa kuomba kukemea ni wakati wa kukemea, wakati wa kubariki ni wakati wa kubariki. Usichanganye. Ni kama vile unaomba maombi ya shetani na chakula hiko kwa meza, hiyo utaomba peke yako, kwa sababu hiyo si maombi yanaendana na ile hali ambayo tuko ndani. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Hiyo hali ambayo unaona imesunguka, hiyo situation ambayo unaiona ni ngumu, ukiangalia unaokopa. Aliposa mtu akiingia hapa anaangalia na anaona hapa siko comfortable, kwa sababu anaona kama haiwezekani sisi kufaulu. Lakini nataka nikutie moyo kwamba Bwana ametumana jeshi kubwa ambalo litafanya mlango wa wewe kufaulu. Lakini itajulikanaje ya kwamba Bwana yuko mpendwa? Ni Bwana akakufungue macho uone jinsi mipango yake ni mizuri. Bwana akakufungue macho uone vile jeshi lake ni kubwa. Bwana akakufungue macho uone namna atakupigania. Haijalishi wanaokuzunguka wanasemaje, haijalishi vizuizi gani ambavyo vimesababisha kanisa liko vile lilivyo, lakini Bwana akipenda ya kwamba kanisa liongezeke, litaongezeka, aidha viwe vizuizi ama visiwe vizuizi. Maana Bwana alitumana akamwambia Elisha, malaika wameshuka wengi kwa ajili yetu. Sasa wewe tulia uone namna Bwana atafanya hiyo kazi. Pendo kupatikane mtu ambaye atasimama. Ile kanisa kule Nyali, ile kanisa kufika pale imefika. Wacha katika mijengo kufika pale imefika. Kuna watu hata walipigana paka na ngumi kama wakina Petero. Uliza basi hapo. Kulikuwa pale haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Hii tuko ndani saa hii. Mpaka kuwe kuna watu kama, yani watu ambao they don't care. Kuwe kuna watu ambao wanaweza kusimama na mchungaji si kwa pesa peke yake. Kwa maombi wako tayari kumtetea kwa maneno, si kumpomoa kwa maneno. Kuna watu wengine wanajua tu kumtetea kwa maneno. Haleluya, amen. Yani mtu akisema Roma anasema hapo sasa umeenda. Kuna watu wako hapo wale wamesimama kwa maombi kuombea huduma. Haleluya, amen. Ama wewe pia unasema yenyewe hapa. Kuna jawahi kuja kanisani ukaona kanisa
Unapoeka. Hujawahi kuja kanisani ukapoeka? Mimi nikienda kanisani kitu hunipoesha niende kanisani nimekaa na wanaweka mtu kufundisha na yule mtu analete mafundisho ya kitoto. Hako mtu alafu afundishe tu vitu ya utoto. Basi nikitoka kanisani hata ni mgonjwa. Kwa sababu haviko hivyo. Ushawahi ona tu mtu anafundisha vitu vya utoto? Haleluya ndio nyingi. Bwana asifiwe. Unasema amen, unasema amen. Haleluya. Amen. Anasema neno moja, anasema Bwana. Anasema neno la pili. Haleluya. Neno paka washinde sasa. Paka mfike mahali mnyamase tu sasa. Kwa sababu lile neno analolihubiri hana habari nalo. Hilo neno. Hana habari nalo. Elisha akamwambia mtumishi wake, angalia uone vile Mungu ametumana farasi. Mungu ametumana jeshi. Litatukomboa. Tulale tu tutulie, Mungu atatupigania. Mpendwa, ukiomba na uweze kukaa tu Mungu kwa meza kuongea. Yaani hata kama mambo yamekufika kwa koo, Bwana atakupigania, yale mambo yatayeyuka tu wewe hata hutajua. Haleluya. Amen. Hata kama imekusiti kiango ya kufa, lakini ukiomba tu kuze Mungu ashuke mwenyewe akunenee tu, Mungu akwambie uko safe. Hata kama uko peke yako uko safe. Hata kama una mtu mmoja uko safe. Hata kama kanisa liko na watu kidogo liko safe. Yaani ukiomba tu ufikie kiango hiyo, itakuwa tu watu kidogo ndani ya kanisa na kanisa linawaka moto. Sasa ninamuona tuko wengi kanisani na kanisa limekuwa kama liko na watu kidogo. Shawaiona hiyo? Tulikuwa watu kidogo pasavyo, lakini tulikuwa tukipiga makofi, Mungu anaagiza malaika wanajaa kanisa. Watu wanafikiria ni kanisa kubwa na tumetengeneza mbao, tumetengeneza sijui nini. Sikipigwa waweza fikiria ni watu wengi. Lakini tuko ndani watu kidogo tu, hata hatufiki 10. Lakini vile ambavyo Mungu anafanya mambo, ilikuwa ni ibada za kipekee. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ilikuwa tunafaulu vipi? Kufunga na kuomba ilikuwa ni lazima na tunashinda kanisani. Wacha hii kufunga, wewe unaenda kukombana kule na majirani, yule anakombana kazini. Pigana, hata kupigana umepigana kwa nyumba, mmekorofishana na jioni unasema, juzi vile walisema kufunga. Hata mimi nilikuwa hapa. Sasa ile si kufunga. Tulikuwa tunaweza shinda kanisani asubuhi mpaka jioni. Wacha nikupatie mfano. Assume kwamba siku moja hii kila mmoja vile tuko hivi umeomba nafasi na tukae hapa asubuhi mpaka jioni. Angalia ibada ya pili, moto utawaka. Hao watu ya kanisa hii utakosa viti mahali watu watakaa. Yaani tumeshinda tu hapa tukimuita Mungu, alafu angalia the following ibada vile itakavyokuwa na vile wingu litatanda lisilo la kawaida. Kwa nini Mungu anataka tu create time ukae naye masaa mengi, naye ashuke katika wingi wake na afanye maajabu. Afanye maajabu. Lakini hii kufunga ni nzuri. Sio huko wanafunganga lini? Kule ni Alhamisi. Huko sielewi. Sasa ukifunga na mche kanisani watu kidogo, siku nyingine nishawahi hudhuria ibada ile ya huduma vile iko, kupatikane watu 2 watatu ambayo hao watakuwa wana kazi ni kuomba tu na mpaka wamkuze Bwana kwa ajili ya huduma. Hawa huwa hawapiganii mpaka. Hata kule wale walikuwa wanapigania mpaka, si wale watu tulikuwa tunaomba. Hata huyu hapa hawezi kwanza, ile vita ilikuwa iko juu yake, hawezi kama ile. Tulikuwa na wakina ndugu Andrew, ndugu Kokonya, sijui na nani. Yaani jamaa machayan wakiongea, hata yule mwenye kutuuzia ploti anafikiri kweli hao watu wanaweza nipika. Hao watu wanaweza nipika. Unafikiri ni miaka mingapi tunasema hii kanisa ipanuke iende kwingine na hii iko vile? Je, na ushawahi jiuliza kwamba kuna uwezekano tukaimba na ikabaki hivi? Kama hakutakuwa na mtu 2 watatu watakaye simama na mchungaji waseme wacha tu tutafute Mungu. Kwa hiyo ndio agenda.
na mpaka tu make sure ya kwamba imefaulu. Mungu atumane malaika waje watusaidie tupigane vita. Watu hata marafiki wakisikia kwamba unashindwa wanafurahi. Hata leo tu mkasema sasa kanisa Bumululu limetushinda. Watu tu hata hawa marafiki zetu, hata wale wa kwetu, hata wale wa wapi, anasema sisi tulijua tu ikanisa. Wewe kama una discipline mtoto wako na jirani akwambie leta nikusaidie kupiga, utampatia? Na wewe ulikuwa unampiga kweli? Ama hujaelewa ile nasema? Wewe unapiga mtoto na mtu akwambia leta nikusaidie kupiga. Hapo sana. Sasa ndio nakuuliza, ulikuwa unampiga? Unapiga ukijua hapa siumizi. Wewe unapika na limit. Mimi napika makosa. Na yeye atapika kuumiza. Labda huwa anamshukia, sasa ukimwambia apiga siweza kuona. Bwana yuko pamoja na huduma hii vile ilivyo. Nataka Bwana akufungue macho uone vile iko. Haleluya. Amen. Bwana akufungue macho uone vile hii huduma ni kubwa. Kama wewe kuna tu utasimama katika zamu yako na kuanza kutetea na kuanza kuomba Mungu afanye mlango. Yaani kuomba Mungu asababishe kuongezeka, asababishe kupanuka, asababishe na uwe tu comfortable. Sasa ile umekaa hapa. Haleluya. Amen. Kwamba Bwana atafanya tu njia. Yaani kuna vile situation nyingine unaweza fika na ukasema Mungu fanya tu njia. Fanya tu njia. Ushawahi fika tu mahali Mungu mwambie Mungu fanya tu njia. Ifanyike vile unataka. Haleluya. Amen. Soma hiyo mstari inayofuata inasema nane. Na walipotelemkia Elisha akamwomba Bwana akasema, wapige na kusihi watu hawa upofu. Yaani ukiwa na communication na Mungu, wewe ni mtu powerful. Haleluya. Amen. Yaani ile siku utapambanya tu katika kuomba na upate breakthrough ya Mungu. Mpendwa, wewe sasa ushafaulu. Maana hakuna silaha, hakuna njama itafanywa ndani ya giza usijue, na hata kukapangwa vita havitafaulu, na hata wakakusema hawezi kukuua. Yaani ukiua tu na communication na uwe tu upate breakthrough ya Mungu, hata kukafanyika lini, mpendwa, hakuna chama ambalo litakushinda. Amen. Na Bwana atakuwa anakufanyia mlango na anakuambia kwamba leo katika ile nyumba kuna mambo yanapangwa. Hautaenda kwa njia hiyo. Hii njia kama imejaa maji atakwambia pitia hii. Hapa kama kuna wakora atakwambia pitia hii. Yaani hiyo communication ikipata breakthrough ya Mungu, utakuwa mtu hakuna kitu kinaweza kusimama kikakushinda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ayubu kwa nini anakuja kushinda yote? Ni kwa sababu communication yake na Mungu ilikuwa thabiti. Watu husema Ayubu hakufanya makosa yoyote. Hiyo ni chapter 1. Ayubu chapter 1. Nenda chapter 2 na chapter 3. Ayubu alifika mahali akaanza kukombana. Akakombana akasema hawezi kuwa ni shetani. Haleluya. Amen. Huyu ni Mungu. Ayubu amekonda, amefika katika hali mbaya, lakini bado anatumaini kwamba hii anaweza kuwa shetani kweli vile ninavyomjua Mungu. Yaani ile connection ya Mungu, anaona Mungu hawezi nifanya hivi. Haleluya. Mungu, yaani Mungu anaweza. Basi akawa anamwambia Mungu, wewe sasa mapenzi yako yatendeke. Mapenzi yako yatendeke. Mapenzi yake ya Mungu yatendeke huwa umeomba na sasa unapatia Mungu time afanye tu vile yeye anataka. Haleluya. Amen. Na ukifika hapo basi kutafanyika njia, mpendwa.
Ukifika mwisho Bwana anafanya njia. Yaani shetani anaweza omba kibali aje akusababishie madharibu, akusababishie dhuruba, akuumize, akuletee magonjwa, akuletee dhiki, lakini Bwana akikusikiza tu vizuri na upate breakthrough kwake, basi ndio mwisho wa yale masaibu. Haleluya. Amen. Elisha akamwambia mtumishi wake ya kwamba tulia, maana Bwana yuko pamoja na sisi. Wewe kaa tu tulia. Lakini huwezi tulia kama hakuna mtu amekuthibitishia usalama wako. Utatuliaje na hakuna usalama? Unatulianga mahali kuna usalama. Haleluya. Amen. Huwezi tulia mahali kama huna usalama. Wapendwa, communication yetu na Mungu na kuomba mapanuzi mpaka kuwe kuna watu tu, si wengi, ambao watajitoa tu kumtafuta Bwana katika hali zote, naye ndio Bwana akaweze kuonekana. Maana kila jambo la ufanisi huwa liko na pingamizi, si kidogo. Kila jambo lolote ambalo ni la kutaka upanuke huwa liko na ushindani, huwa liko na vizuizi. Kila jambo lolote nzuri, kitu peke yake hainanga vizuizi, ni kitu mbaya. Lakini kitu ile mzuri tu unafikiria, hata ukafikiria tu leo uende ukanunue kanyama hata kama ni 100. Siku hizi ile kilo ya stima inapima nyama hata ya 100. Kitambo ile ya mawe, ile kilo ya mawe ndio ilikuwa watu wakikuli nyama waweza balisha muda mrefu sana. Maana ile kilo mpaka pesa yako itoshe robo zuri nini, kuna mawe wanaweka. Si ndio? Si kuna mawe wanaweka. Lakini sasa saa hii kidogo si mbaya. Wakianza kuweka hivi ni kama ile mashine ya petroli ya mafuta. Wakianza kuweka hivi inaanza kuhesabu hata 50 unakukatia. Yaani ile pesa uko nayo. Kukipatikana mtu ambaye anasema mimi nitasimama katika zamu na nimtafute Bwana, mpendwa, utaona vizuizi vikianza kuondoka. Haiwezekani kupanuka mpaka kuwe kuna watu wanapigana vita. Na hizi vita haviwezi kushindwa kama breakthrough ya maombi iko. Na breakthrough ya maombi mpaka kuteseka katika hali ya kutokula. Haleluya. Amen. Kuna watu wanafunga. Mimi sioni sura ya kufunga. Kiangalia tu vizuri. Kuna watu wanafunga. Sio rahisi. Hilo si jibu. Waislamu. Ni sawa. Waislamu wamemaliza yao. Nauliza hapa. Hapa kuna watu wanafunga. Wakati mwingine tulikuwa na semina ya uombezi kule Nyali, kitambo kiasi. Kulikuwa na mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa ametoka nyumbani. Alikuwa anaitwa Fati. Na kuna dada mmoja tulikuwa naye katika kikundi ya maombezi, ambaye yule Fati alilete mtihani. Na ile mtihani ilikuwa ngumu sana. Aliuliza nani hapa akiomba tu kile mpaka ifanyike. Sasa yule dada alikuwa mwepesi, akainua mkono akasema mimi nikiomba. Na unajua hilo ni swali ngumu, kwa sababu hujui mawazo ya Mungu. Mungu unaweza muomba na asifanye vile wewe unataka. Angalia Paulo, amefunga, anasikia njaa, anaomba Mungu, naye katika ndoto Mungu anamteremshia manguo, vifurushi vya manguo, naye Paulo anasikia njaa, anataka akule chakula, lakini hata anaona vifurushi vya nguo vinashuka pale kwa kitanda. Paulo anasema Mungu, mimi na njaa, nataka chakula na mafurushi ya nguo haya. Naye Mungu akamwambia angalia vizuri, si mafurushi ya nguo. Akiangalia vizuri ni wanyama ambao wakajabu ajabu. Paulo akasema mimi siwezi kula hao wanyama ambao wanaonekana kama mafurushi ya nguo.
Haleluya. Amen. Yaani Mungu hawezi kupima akili yake. Sasa katika umati huwezi kuwa proud na Mungu. Kile unataka hakitakuwa. Na ndio unaona watumishi wote wengi wamejaribu, lakini walikuwa wanakwama, ili Mungu peke yake, sifa ni za kwake. Yaani hakuna kitu unaweza, yaani hata ile mtu alikuwa akisimama kushuhudia kwa ile uproud wa Mungu anaanguka saa hiyo anakufa. Na ndio Yesu Kristo akaja kukamilisha, alikuwa anasema alijinyenyekesha mpaka mauti, ili utukufu wote umwendee Bwana. Sasa yule dada anaambiwa omba ile baisikeli itoke pale ije hapa kwa madhabahu. Kulikuwa na baisikeli pale ndani. Tukainamisha vichwa waombezi na kanisa lote. Sasa yule dada aliomba nusu zanti. Ile baisikeli nayo pia haisikii. Baisikeli haikuja. Yaani ilikuwa ile baisikeli kwa zile nguvu za maombi. Huyo mtu yani ilikuwa nguvu. Akaomba baba, yani akamuita majina yote. Baisikeli imesimama pale na tairi mbili imemea kwa ukuta hivi. Haisongi. Alafu baadaye akauliza sasa shida ya ile maombi ilikuwa nini? Wewe utasema ilikuwa nini? Ilikuwa nini? Ndugu. Ile baisikeli mbona haikuja? Na ameomba tu vizuri. Kwa baba amesema ombeni lolote. Ameomba ile baisikeli haikuja. Shida ilikuwa nini? Mpaka ifuatize maombi. Hatua. Kama unaweza funga siku moja, chukua hatua ya siku ya pili, chukua hatua ya siku ya tatu. Yaani hatua ndio itasababisha ile jambo ambalo ni nzito liwe lepesi kwa ile hatua ya wewe, ile hatua ambayo utaichukua. Angeliomba na achukue step ya kwanza ya pili kwenda, hata kungepatikana mtu wa kumsaidia kuibeba tu vile hata bila kutembea chini. Ailete. Kwa sababu yeye haka anaifuata. Yaani angeonyesha tu step ya kwanza kuifuata, ungepatikana mtu wa kumsaidia kuileta. Lakini kwa sababu ameomba na hakuchukua hatua, ndio ameomba na haisikii. Ni kwa nini boriti linaanguka kwa maji? Yule jamaa alichukua hatua ya kwanza, wacha tumtumishe mtumishi. Naye pia akachukua step ya kuja na kuomba hapa, na hiyo chuma ikaja juu ya maji, akaiokota. Yaani kuna mambo yanafanyika tu ya kiajabu ajabu. Mungu ukimuita kwa hatua nzuri utamuona, lakini si rahisi. Mungu si rahisi kama huyu mzee wa mtaa hapa. Unaweza kutafuta kwa simu kufikia jioni ushamuona. Sivyo Mungu unaweza kufanya. Mungu unaweza fikiria umemuona na sio hivyo. Sasa wako wapi watu watafunga wamtafute Mungu? Haleluya. Amen. Mungu alete watu watatu wanne. Mungu alete, tusijui kama watatokea huko ama huko, lakini Mungu ataleta tu watu hapa. Paka wewe utakuwa na wivu. Haleluya. Amen. Sasa hii uko na neema, uko kwa nafasi, wewe fanya vile unataka. Lakini Mungu ataleta tu watu watamwagika hapa, utakuwa na wivu ile mbaya. Maana hao watu watakuja wataimba, yaani watafanya tu vitu mpaka utaona. Ushawahi ona tu watu wageni wamekuja kwenu na wanafanya tu vitu mpaka wewe unaona sasa huyu mtu ambaye. Hii ni neema na uitumie vizuri. Kuna advantage ya kuwa watu kidogo. Chakula utashiba. Watu wakiongezeka chakula itakuwa ya kung'ang'ania. Sasa wewe unasikia kupoeka maana macho yako yamefumbwa hayaoni, lakini Mungu akufumbue macho uone namna atajaza watu hapa ambayo uchulikani watatoka. Amen. Bwana atalete watu, Bwana atalete watu waombezi atawaleta. Bwana atalete watu mpendwa. Angalia Mungu vile ambavyo anakupenda. Angalia Mungu vile amekujalia kukaa mahali hapa. Angalia Mungu vile atafungua milango. Usimwangalie Mungu kwa kuangalia next. Nataka kusoma mstari mmoja alafu tusimame. Sijui kama utaelewa hii. Waliomba kupanuka, lakini haikuwa rahisi. Kulipatikana watu wa kuomba kwa ajili ya Bwana kuwasaidia.
maana walikuwa wakizunguka tu hiyo round hiyo. Ushawahi jua kwamba makanisa pia yanakuanga na competition? Competition si hata juzi mlikuwa na competition kule. Hii ilikuwa ya kwaya ama drama? Ilikuwa ya nini? Sasa walimu na wale watu wanaitwaje, wale watu wanakaanga competition. Iko competition, na competition hii kufaulu ni upate tu. Mimi naomba Mungu wa neema alete watu 2 watatu tu wapo hapa. Haleluya. Amen. Mungu alete tu watu. Alete tu watu alete watu 2 watatu. Mungu alete tu watu, hata kama si wengi, lakini alete tu watu ambao watakuwa wanaweza kuomba. Wanaweza kurauka waombe na wakaweza kusababisha huduma ikaweza kusonga mbele. Tusomee huo mstari. Mstari wa 19. Elisha akawaambia, njia hii sio na mji huu sio, nifuateni mimi. Njia hii sio, akaambia tutoke hapa. Yule mnayetafuta. Tokeni hapa. Twende ule mji mlikuwa mnataka mjiendeleze. Mlikuwa mnataka tujana na hapa ni badogo. Sasa twende kule. Nifuateni. Wakamfuata. Alipoenda, na ukumbuke wale watu walikuwa wanawasumbua, wamepigwa upofu, wako pamoja na Elisha. Sasa hao ndio watakuwa wafuasi. Anawaambia twendeni ile ngambo ile nyingine. Wakaenda. Elisha na ile maombi ya kwamba hapa ni badoko imejibiwa, maana amewaambia ni kweli kabisa. Hapa mahali sipo, twende. Na walipofika ngambo ile, wakachikuta wako ndani ya Samaria. Wakafikia tumefikaje hapa? Ndio Elisha akawakumbusha wale malaika Bwana alituma. Si walikuwa wanatutengenezea njia. Angalia wale watu walikuwa adui. Sasa hata hawaoni, wamekuwa ni vibovu. Si ndio wale malaika Bwana alikuwa ameagiza? Kwani si kuambia kwamba kuna jeshi kubwa upande wetu? Akawa wanaongea na wale watumishi wake. Na Bwana amewasingira. Na akawaambia Mungu, Elisha akawaambia Mungu, wafungue macho, maana wako katika mikono yetu. Bwana wafungua macho, wanaona wako katika ulimwengu mwingine. Mpendwa, Bwana akufungue macho, uwe katika ulimwengu wa roho. Utamuona Mungu vile anaweza. Amen. Yaani utaona Mungu akikushindia mambo ya ajabu. Amen. Utaelewa, atakuondoa hapa, atakupeleka hapa, na utaenda utapata ufanisi. Haleluya. Amen. Soma malize alafu tusimame. Shangaa ndugu. Twenda Samaria. Elisha akasema, Bwana wafumbue macho watu hawa. Bwana wafumbue macho adui sasa, maana sasa washajua wapate kuona. Bwana akawafumbua macho wakaona, kumbe walikuwa katika Samaria. Kuna mtu mmoja pale sokoni. Fungua. Haya mambo ndio yameenda hivyo. Haleluya. Amen. Ndio yameenda hivyo. Mpendwa, jipe moyo, aliye upande wetu ni mkubwa. Tuombe Mungu wa mafanisi ya kwamba kile kinapangwa kusiwe na mtu atakipangua. Bwana akaweza kudhibitisha na huduma ikaweza kupanuka. Kila vizuizi Bwana akatumane malaika kuzingira na kusababisha atoe watu kaskazini mashariki, watu ambayo watakuja wakina Petero, watu ambayo wako tayari kwa lolote lile, kumekishwa kwamba huduma ya Bwana inaenda mbele. Amen. Haleluya. Amen. Ili kung'ang'ania maombi, kung'ang'ania